wa Mungu alisamwiwe malali ano na aliko. Unapokuwa ndani ya kimwili, Roho wa Mungu anakaa kando. Na unapoingia katika utakatifu wa Mungu, Roho wa Mungu anatawala, anashuka. Yaani ni kubatilisha tu hali. Umwambie safu. Amen. Nono manyo linawikhala nanu bisenonga baba kufundishia. Kama ulimwengu anaganicha kusibala Mungu, hauko ndani ya Roho wa Mungu. Lakini ikiwa uko katika nia ya kumuomba Mungu, ya kuona Mungu, uko ndani ya Roho wa Mungu. Sababu kusomea bado. Nono bantu bali Roho wa Mungu, Roho wa Mungu ametawala na wako tayari wanafanya kazi ya Mungu. Yaani Roho wa Mungu anawachochea kumtukuza Mungu. Na ukiwa uko katika mwili, Roho wa Mungu huwezi kuwa na cha kukuchochea ili ukamuinue Mungu. Onabono mundu ngabembanga ne bafunyanga bana ko mwana. Ngabaroma bali na anunya wafunya ho mwana. Malo mundu sekendo hata ndise muri mota yeye angali hapo nje ya Roho wa Mungu. Yes hapo. Amen. Malo mwalimu wa hateka. Bandu kabe manje bali ukiwa ndani ya Roho ya Mungu, Roho wa Mungu anakuchochea kumuinua Mungu, kumtukuza kwa njia moja mbili. Kwa hivyo kuanzia leo wapendwa, wacha tunapoingia kanisa tukaweze kualika uwepo wa Mungu ndani yetu na Mungu atuachilie tukaweze kumuinua Mungu tukiwa tumefunguliwa. Yaani bandu leo wanaangalia bali babo. Yes hapo. Kwa sababu Roho wa Mungu wachawaachilia Roho wa Mungu akawatawala. Maana Roho wa Mungu akikutawala unakuwa na ujasiri ya kusimama na kumtukuza Mungu kwa njia moja mbili. Hata unyalawanyo unakushuhuda kwa kono. Yes hapo sana. Lakini unaponyola ushuhuda kwa kupananga mpana na jirani. Hiyo sio ati Roho wa Mungu amekutawala. Papa jera. Kwa sababu ngaliwa kwa Mungu pana heje hii. Na wicha muno bali kushuhuda na Rusia kushuhudole. Bana kwa mwami na hakana na neliha. Hiyo ni Roho wa Mungu. Huyo ni mwili. Lakini Roho wa Mungu anasema ya kwamba nashukuru Mungu kwa sababu ameniongoza kushinda majaribu ambayo yalikuwa mbele yangu. Kwa hapo na ababa tofauti. Sisi ni watu wa Mungu na mahali hapa tunajifunza maandiko ili tuyachue na kufanya kulingana na vile tunajifunza. Tunaongozwa na Roho wa Mungu. Maana amenifanya niwe huru katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Roho wa Mungu anakufanya na kuwa huru. Na ukiona umefungwa, Roho wa Mungu ako kando. Mwalimu amesema Roho wa Mungu anachukua tu ushukani. Yaani ngaweka hali kuna uwezekano hata mwalimu kama kufundisha hali kuna uwezekano hata mlala pato Roho wa Mungu achakuingia, achachukua ushukani, angali hapo nje ya Roho wa Mungu. Yaani hapo nje mume bashokea kusibala msakuru. Alika kama kanabsake likoro. Aha kana kanabsanga aromane necherani. Aha kana kanabsali kukananga ni hali ita. Aha kana kanasabantu ngabakaliota. Huyo si Roho wa Mungu. Ingia ndani ya Roho wa Mungu, unaanza kuona uzuri wa Mungu. Unaanza kuona majukumu ya Mungu na unamuinua Mungu. Ukiwa na furaha maana umefunguliwa. Mwambie sawa. Amen. Asante. Kakunyola kwa Mungu bana kwa mwana. Na kualika Mungu. Na walio na mwana hawakosi nini? Ushuhuda. Na aliye na mwana hapo na Roho. Unajua usipokuwa na mwana, Roho ni mwana. Na usipokuwa na huyo mwana hutakuwa na ushuhuda. Mpendwa, miaka 10-20 ipite, hutakuwa na ushuhuda. Lakini ukiwa na yule Roho mwenyewe anakuongoza kutoa ushuhuda. Karibu. Hata mimi mkoba.
Vale, mwana werapo. Ne waro kidala mkule bo bana bo mwana. Ndio mwana werapo. Ndio mwanadamu anakeungana kila wakati. Anaweza kukupenda kama uko naye. Lakini ukikosa na anakukuru mwana werapo. Kama mtare wangu bila wele, kukula kuru mtara kwa wanadamu. Mwana werapo. Wako bana kwa msimtongele na mwana wako. Mwana Yesu afume. Amen. Senenya leo kwa seta nenya kuko manani kushuka mu na henyo kasakukola nandi mwiri wa chembili nda ayo nokawela hapo nikakoa kuwelese neema okuwelese ili kwagenda mwami hapo. Amen. Basikali kya basi kisikali cyose cyenwe karibu obusuda. Wakimlembe kwa mwana. Amen. Wakimlembe kwa mwana. Amen. Ni njano simanga wele shano mushi. Takakere wa mushi kuba muno bana bo bawe hasisi nato wata. Walu ngikina. Ubera kanetenda ndingenda kana. Ngane ni mokora kwa ndisho kushuhuda kwa ndisho ndora sana. Tahania ndikenyaranga. Ubera naye gaho tukaliku sina mahunyola likere bona mahunyola lifana. Ndikenyaranga tahaniwelo mweno wa karamishi kwa mo. Onone ndikya matababu nasabiraho kenyanga jeho muhana se ukinguleyo nenuwele kambelesha kusibareo musitabuna mumugasabire kubelero ebibasa ebiso bibana nako kene nako anizibanyalireta mutongene weleho. Amen. Amen. Ninamrudishia Mungu shukrani kwa ajili ya kumtia uhai bure ngali na utumia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwangu ni wazima, mimi mwenyewe ni mzima, jamii yangu ni wazima, tuko ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasimama hapa na kushukuru Mungu maana ameniongoza nilito nikafika katika nyumba yake. Ule nyumbani si wote ni wazima isipokuwa mama yule shida na mtaifa wangu. Lakini anawasaidia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni mamela wa kusimama wale kesho na yale sawa. Hai maji ni wale full masa. Na Mungu wale kwa sababu Bwana asifiwe. Amen. Kesha mara ya pili smart sana. Kumbe sasa nimekuwa tulikuwa na watu. Amen. Amen. Ndio mtu ajielewa kama ni chini. Kwa nini? Pasta inapokuwa na wakati hiyo kesho ni pasta David. Ukumbuka kama atambizi. Bwana asifiwe. Amen. Tulipika kesha mpaka asubuhi lakini niambia sasa hivi tulikuwa na matanga, si ndio? Kama ni Afrika mara mambo kama hivi wakina maisha ila wakina pasta David asiba wale sebo ni mbona. Mwachabe na bale, si ndio? Bana bomani padale ni kesha maya wewe. Na ile na jinsi kama nyata. Tu kuambia ulikuwa Sunday. Simu nikaje kuida kweli. Wala asifiwe. Padale ni kesha na ibana wa nyata mwalimu ndo madamba chingo. Mara kesho yone ya wakoe hapo. Amen. Amen. Ya ulishe zilifika. Kwa vile kesho ya kwanza ya kumwaka. Kesho ya kwanza ya kumwaka ilizanga kuhusu kama sura. Ndio. Watoto wasishinde kurudi nyumbani. Na kufanya nini? Kama mmekaa sana mtosha. Haina somo. Ndio. Baba anajiri pia kutanga mfuko wetu ilishinda. Bwana asifiwe. Amen. Mwana bana kama ni kesho kini kare hapo bani. Kwa sababu kama sika habari. Ndio. Tumaini na kajaba kake. Na maji. Katika kazi kaliyota somaji.
Kujala wangu. Asante. Mwaje kwa vile tunamkonde. Asante kutara. Okay. Basi tulikuwa na tunashukuru. Asante sana. Amen. Mwambie safi. Amen. Manye mama mtumisha kunga kwa Roho Mtakatifu huko bawe na Roho Mtakatifu ni ukweli. Hapo na wale ambao wameingia ndani ya Roho Mtakatifu. Manye atenda aliki ndampola. Usibaba kusaba umini ba umwana. Yani basubirwa ba Kristo. Bagenda Kristo mala enda aliki. Yora abungu baba kunga bakeli. Yani besimbuke. Yani wakati kindi nono Yesu nga hakenda nenda kukola avundu bali avundu atakatifu. Nono Yesu nga abosi abatangatifu. Nebe chikuta bali musibarasi ndisho bakatarachia sikhanisha kawaita tamala bashanga besinduka Yesu afunasana. Neba bona bibiya hata mukanisa muno bana bo mwami yalewecha mukanisa chindalo chingali onyalawe mamulisa chindalo chingali lakini kama uchaingia katika uwepo wa Mungu huwezi kuona kitu kipya, huwezi kutambua. Nona hata likuka ya kutambua no limurona mwana halimurota kubereza wengine mubwepo bo mwami kako lesindu wako netawe. Balonga bali Yesu ne kama na akenda nenda Petro ne Yohana ngabacha bola asikuru hali lipatilika wakaona mambo mengine paka wakasituka. Nawe vile unaweza kutembea pamoja na Yesu lakini uingie ndani ya uwepo wa Mungu utaona mambo ya ajabu. Mwambie sawa sana. Na unapoona mambo ya ajabu utakosa la kufanya. Onya watu ambao ndio wala kweli. Yaani ngomala sawengira muwepo kwa umwami na mumani kwa umwami. Muroho ni mwa banalo mango mwa nimo bafundisha hao. Ne musukumo kwa Roho Mtakatifu mwene akuwa ngoza zapaka kukola kwa simu. Sira yishone mwe simu. Onyala wewe kuta wakwina kukwali kwa lilo umwami. Semanya ngane nyala nola ndo umwami. Hali mabungu abu. Omwami hali se yakulanga ngalipende sipata onyala wewe nyolo lokosaba. Yamu nyala wewe nyolo limulie kani. Yesa. Amen. Leo kubele wengire wa muhangu munyafasi kindingeni. Roho Mtakatifu hata wale rona hutawala omane wenyolo limunyafasi kindi. Tafauti na ndio tatachiye yeye. Nono onyala waba hosima wele kubele wabo ndio wele akukole. Onyala wala akuwasi mola munyu wanyole kana mboli munyafasi kindi. Kana omwami kemene na wali renda rono nditi ale kusinga obesi yombesi ya mwami Yesu akumazana. Nono leo kuitile muno bana bo mwami. Hakika tujaribu kupatilisha hali zetu na tuingie katika uweponi mwa Bwana ili tukaweze kumsifu Bwana. Tunapomsifu Bwana ndani ya uwepo wake, Mungu anafanya mambo mapya kila wakati. Sasa kumaanisha ya kwamba siku ya leo tumekuja kwa sababu tumejifunza kuhusu uweponi mwa Bwana ama kuhusu Roho wa Mungu ndani ya wale ambao wako katika ndani ya Roho. Wanapomwalika Roho ndani yao, wanaingia katika hali tofauti. Sio ya kawaida ile ambayo wanajua. Nona hapa kwenda kukulenya pasi ndo bana bumani. Kubera kuche mumoni chawe. Kubole wele kumwami ndalo ndibile ndalo nyo kwa milengo nenda niye chefo nenda chinga na kali chefembo. Papa kakuichekwe ni wo mara wakumba mara wakukole kubabandu kwikale mukali mwo mara mukali mwefwe wikale no mara kuchilya kukolala ninawo. Yani akundubena niyo kwenda kuonjako buwepo bw'umwami namwe kubaho umwami kuba kwa Roho Mtakatifu mu bantu bewe kufana kuliyeni marasa kuicha mzata kuicha no nyenyeke no funika no lele kama kwa kakadi kano mara no wengira na Roho mwami ke hata wala abatila ushukani na kubolela dia kukola ngama dia kukola dia kukola unaacha na mambo mengine maana Roho wa Mungu amekuelekeza mwami Yesu amazana. Omanye Roho mwami na kuelekeza anyala kuelekeza wakola niyo kuwalilo mwena akuweleze mara niyo kuwelyo nilyo lyebungali. Ne wala bakuingira mu Roho omwami ili wachi uroga utawala. Kapa atizie hali ya kawaida. Olama mnonga wapu gani elibukala ya kawaida mara so wabone kuchangamufu yosi mliyota. Ningependa kila mtu ajisikie uweponi mwa Bwana ndani yake ili Roho Mtakatifu aendelee kumuongoza katika ibada ya leo.
kuendelea. Hata anapoenda nyumbani anaenda akiwa amechangamka, kwa sababu Roho wa Mungu amemwelekeza, ameona jambo kipya, ameona kitu cha maana ndani ya maisha yake. Hapo ndipo tumefika mahali pale ambapo tunahitaji kila mmoja akaweze kutambua ya kwamba ako katika nyumba ya Mungu na anahitaji Roho wa Mungu amtawala, amtumikie kwa nafasi moja mbili, ili akaweze kumsifu Mungu kutokea mahali pale. Yaani kama mwana wanakuma bineja kuingira mu kusifu omwana. Nenya kusifu omwana ngakwengire mu bukumi bwa wewe. Nenya kupina miro omwana ngawaba ndakuza kwena miro omwana we kunyala. Mara nyala kata wala mungala kanichefwe, onyala kata wala limba liefwe, anyala kafuta kama mayano, anyala kale kama kwaniko hama ndeta kama lainipa kutana chiaholi. Mukali muonone nya kuwele shoma amemjali mara kumwina mbi na kumalira hapo ena kene kunyoyo kene kubole na kusoma ndo kumwani atikewe niko kwalira akika paka bone na mwaki ko mwani sana akabone ta ndesini stahili mwihalo wakala kubeka rwange ili sesinora na kumona kama laikali mukali mo kone kama kwa kadiliba na kumwani hane sora bona kama raita mwiwe sole ujaho buchangamufu kwa kuba mukali mo mwanika ni uko na nafasi kubwa ya kuambia Mungu ya kwamba Mungu ningali nahitaji unitawale. Mungu ningali ninahitaji wewe usiniwache unishike mkono nikaingia katika nyumbani mwako, ili katika kuingia kwako nikaweze kufunguliwa na nikawekwe huru, nikaweze kuonja matunda yako. Yaani uonja kwa matunda kwa mwana. Yes, hapo sana. Kama tunda kwa mwana sema kama nile. Niko malasi. Niingie katika upendo wako. Unapoingia katika upendo wa Mungu utakao ukiwa na upendo, utakao ukiwa na furaha, unakaa na furaha ndani ya roho yako. Ukiwa unapenda wengine, ukiwa na jukumu ya kujitolea na kumfanyia Mungu. Kama mando bana kuma ni kubera kwa mbelekeza na kuchapa mbala. Mara nenya Mungu engere mukarekana na anado seketi bizata keti no kubera we na keti no kubera yomye mukikere byo mwani mara umwani awo ora ne kwakana na naye mara akiri yo kumkulo maromane naye amutawala ili amufungule kingira chewa amufungule limenya liyewe nenda kambe bashokewe kabe kaungani kala no mwani nono ni kwaje papa wele ne licha no kwamira abena licha uzanga wele kaongoze kala myali leo hii ndio chakula cha baraka kwenu mwani Yesu afumazana. Amen. Wale bakolo yota wa mundu hemba luyisera baraka muriena Yesu afume bamako mabaro aliwa mwalimu alunanga ro aliwa omanya walo cha kusaba kakuti ulimubi kalibya wele makwenya kulomba lumenenda wele kulomela ko balomela ro wa wele aliwa oyali alimuni dewe andwaye roho wele aliwa malomanya kahende baba na hende de omugulumanya yani abadire ko lino se ya ko de omuguluchi betaraki wakati nomwana na abachiba mukunyola uli nimepata wakati umwana na achiba mukukwa numalezo lwakwi yesa yani nde baba nora bahendra banalo wewe na ndwali manyile wesibyo olifana lyo mwana na mweli bitafauti yesa hapo amina kana baliro wewe ndwali na yani wepo ropati ya hali yani roho wele roho mwami alimwifwe hapo pamoja na nani na sisi kitu kimoja tu cha maana oromo rumwami nenya saruno kole kako nenya ngero okole nenda sese kola kone ndaka kama paro kangi senenya ndole ndako ndiye mbonanga nechimo nita nenya mbone sawele hofano uje yani unapo ingia katika hiyo hali ndani ya roho yako na roho wa Mungu anakufunika pale ndio swali maana ora kumanya kumbuki kijao ikana kama kale mwili wa chare na afundisha kama masina sikila ngaro mwami bantu balati bakuchana hapo kuna mambo mengi tofauti sana Yesu hapa sana wamanya wanapono mundu kanje sababu nikula isanga unajua kuna kitu kinatendeka
na hatuwezi kutendeka bila Mungu kuwa na malengo na makusudi. Roho mwabile kana akana no mundu paka chihali ngachikire chitokola chere chiboneka maranga chiboneka ndo naba sisi limasi yake sija yani msutuko umepata kisa la mwovu shetani ama limepata ule mwovu ambaye anazuia usiingie katika uwepo wa Mungu ndani yako unaenda mwambie sama zake roho wewe nikeka na hatima ni mpaka kiboneka ndio sema nanga hata simu nanga ukalombo alio mundu tunabele kona hakumurwa paka ndo sababu mpaka kabisa lakini wakati neka kana nenda kama alikaro yani na aka nenda kuriso kwa yani kama alikaro acha kuhangaika shetani kuli kumwamba acha kuhangaika lio kana aje sababu sana roho wa Mungu anafanya kazi kubwa kwa kweli. Ingekuwa heri sisi wote tukaweze kuchiwaachilia ili roho wa Mungu atawale katikati yetu, atuongoze katika ibada. Roho wa Mungu anapokuongoza, lile neno ambalo wanalifundisha linakuza moyo wa kila mtu. Yaani ndio kwa nini wafundisha anga mwalimu na afundisha roho wa Mungu na aliwiwe roho wa wewe na alinena ndio kuelewa baba na afundisha nilianja kukuosha kumoja dilera mshangao mpya ndani ya roho yako. Na unapoona wanafundisha na ninakaa hivyo ikawaita uchawachilia roho wa Mungu. Mwambie sawa mazake. Kama swala kuwele kulile kwenye waweleta nga mwalimu na afundisha ni kuweleta ndako wambako ta. Mara mtu ndili kabisa yene. Ahera kuwele kwenye maso pale lishibuta. Maana roho wa Mungu achapata nafasi ndani yako. Lakini kama alikuwa anafundisha na roho wa Mungu amechukua nafasi ndani yako, hilo neno linaendelea kupanuka ndani yako. Hata unapata mafundisho mengi kupitia kwa hilo neno. Kumwambia hapo. Yaani maana ndio hapo kama hurube. Kama mro kama alishapa kufundisha kiroho, liko aliawele ndio bafundishe yeye. Seyaka mezango mwiwaji na afundisha dota roho mwami kongere kwa maraka endera kubala ya kosaiti enda leki ndiga abasema mama roho mwami alwaye ni roho kuranga musafu ono kuchiba kubera roho wa Mungu ulikuwa unajifunza pamoja na roho wa Mungu wanaanza kuishana na panakoma ndikakweli kanaka waitata waacha tuingie katika uwepo wa Mungu ili roho wa Mungu atuutawale aongoze kila mmoja kulingana na uwepo wake vile ulivyo. Na kesho yake tutaendelea kuwa tumekuwa kuachilia neno la Mungu liwe kwa ndani yetu. Alifanya kwa kama jinsi ya chako. Na hapa bolele kama kuwaka bili. Ola mwana msambo alimuno weka maso mumule kuleta. So leo ndali kuwata leo kufundisha. Leo kuimba chinyimbo chiwelesho omwamifuma. Leo kuwelesho omwamifuma. Nakumalire kuwelesha omwami chinyimbo cheruya kwa mawelwe ngali no khaliwe wenye no tosya mbawo lije kweta no bana kuimba chinyimbo cheru bakuwelesha wele kujali mali wewe no khachibona mota bolera busomwa mwami no sima ndi mulala kwa silombesyo mara kubera ndi mukali mweli tembeli ne kombiro omwami muli ya kumbatilisiye sesinjira abanenda uliyeko uliyenya njengo omwana wo ohande kanakenda ngohali no muyetita ewo umuyeti wanti nataka waambie Mungu kitu yani mwana omwana kaja mukule yukubera kuchijanga muliye kanira banse bali wanga etakanda mwono kulinga amalire kwa jani kubera sina achaona lile la kumwambia Mungu kulimone bantu babiri kuline ndabo niko roho kuongoza baba ne babolera kuwele baendele hata na bamuche kubabombera na kuline ndabo bakabechanga baunganisi bolenda roho mwambita hata kake mai komba bzanili aroma malaika tiba mononda kubolera ngaka katiba ta ewenye katiba bolero Mungu mwami nosimo kandeha nasi kala busata enda lweno nichire mwitembene da kusutimbo nina mekwe niwo mara wora na kutawala limenya yange chinga na kali change
Marambone kwa matunda ko ni kuanda ya manatano. Nobona kame nakane olabona wera kolapsa kumara ko wafungula afungula kumona kuwelesha kumbuka kama kwanika kilo 7 na mwana esa masa ndikanyira kake wafumyo mwana mara onona kuti wangi yeyo bibukana sibaha kuikongo chirange ngabama kuba mata ona kono mundu ba kuikongo chirali bukana bakechana muitembeni echirebusa ari kuira yokusi sare kwakya komosita ibukano yesaya achapsa na apa chibisi esa masa wani ole koyesi minocha lukendo lwako kwise socha wete sali bukana na ngo wa mabsana kulinyanga ukwalikero geneti kwa mabsani ku geneti ukobo kwa mayo geneti makobo bushaba le kunanu cha geneti ocha ne wani ora yosindu so timabsa ora bono mungu atimabsa kucha mungu ngomwani abafuna kitu anapopata mahali ona bono mungu acheke kesho ngabana romanga kuna kitu huwa anapata kwa maombi. Lakini ukiwa naenda kwa maombi na unatoka bure, unaenda siku nyingine unatoka bure. Hakuna siku utatamani kuingia kwa maombi. Hata hivi kana yetu mapili hivi. Unaona Mungu abale sinani. Kuna kitu huwa anapata. Unasenenya no ama no kanyo leo sinuta. Na hicho kitu unapata kulingana na kujiachilia kwa Mungu. Kwa Mungu. No hera kulilebwe waweleta so nyola kwa sindu mwitebe lita nga wichiro rurera yo kama nikakuwe Jumapili mukhera neza kukwita lakini wa mahana no bali wani olese simu Jumapili cha kuola uimba msoli ali oli kakati okuwe zomani sifa eruya linga kwa ngombe zomani mara kuola okuwe simu nakakuyanda karibu twende mbele za Mungu tumupe Mungu sifa.